wote wa umma zote wakusanyeni pamoja, hilo ni kundi la wezi. Na majambazi nao wakusanyeni pamoja, kwa hiyo hilo ni kundi la majambazi. Nikusanyieni wauaji wote walioondoka duniani na title ya uuaji, wanakusanywa pamoja. Wale waliokuwa wanasimama usiku kwa ajili ya Mola wao, qaimina billaili wan nasu niyam, wanakusanywa pamoja. Watu wa kheri na washari watakuwa wanakusanywa pamoja kwenye kile kinachowaunganisha. Hawa ni watu wa sifa fulani. Liyurau amalahum, kwa sababu kesi zao zinafanana, hukumu itakayotoka itakuwa inawahusu wote. Halafu na hukumu ya mtu mmoja mmoja kwenye kila kundi itaenda kwa mwenyewe muhusika. Kuna yale ya watu wanaofanana kwenye jambo fulani, wanakusanywa pamoja, halafu kesi yao itasikilizwa pamoja, kama tunavyoona kwenye mahakama zetu hizi. Kuna watuhumiwa 15, 20 wametuhumiwa kesi ya mauaji, kwa hiyo wako mahabusu na hawana dhamana. Siku wakienda mahakamani wanasimamishwa kizimbani wote, hata kama hawaenei, lakini wengine watasimama, wengine watakaa kwa pembeni. Wana kesi moja, inatajwa na inasikilizwa pamoja. Kwa hiyo na siku hiyo ya Kiyama watu watawekwa kwenye vikundi ambavyo vinawafananisha. Watu wa aina fulani wako pamoja na wa aina fulani wako pamoja. Kwa ile kipulizwa tu baragumu, watu wakatoka makaburini na watakimbia mpaka wanasimama kwenye uwanja. Siku ikianza hukumu watakuwa sorted kama hivyo, vikundi vyenye sifa zinazofanana. Yauma yunfakhu fi suri, siku litakapopulizwa baragumu, fataatuna afwaja, na nyinyi viumbe mtatujia makundi makundi. Maana yake yakunu dhalika alyawm, itakuwa hiyo siku ya Kiyama ambayo wengine hawaiamini, an yunfakha fi suri nafkhatul qiyami min alquburi, ni pale litakapopulizwa baragumu, ule mpulizo wa pili wa kutoka watu makaburini kwao, mpulizo wa kufufuliwa waliokufa. Fatahduruna jamaatin, likipulizwa ilo baragumu mnatoka makaburini, munahudhuria katika uwanja mmoja, makundi kwa makundi. Wa zumaran zumara, kwenye Kiswahili yote tuna tafsiri hivyo hivyo tu, makundi kwa makundi. Lilhisabi waljazai, mtakaa kwa makundi yenu kama mlivyo, lilhisabi waljazai, kwa ajili ya hisabu na malipo. Nini ulifanya, na kwa mujibu wa ulichofanya unastahiki kulipwa hichi. Thumma dhakara taala awsafa dhalika alyawmi rahib, alafu aya zikaendelea, Allah akataja wasifu wa siku hiyo ambayo inatisha. Faqala, akasema, wafutihati samau fakanat abwaba, na zitafunguliwa mbingu ziwe kama zina milango. Hii tumeisoma kwa upana tulipopita zile sura 3 zinazotaja mashahid ya siku ya Kiyama: suratul inshiqaq, suratul infitar na suratut takwiri. Sura zile zinazungumzia matukio magumu ya kutisha yatakayojiri kabla ya hiyo siku ya watu kusimama wakahukumiwa. Lakini ni tabia ya Qur'ani, wakati mwingine hutangulizwa lile la mwisho likatajwa mbele, halafu lile la mbele likaakhirishwa kwa hikma maalum. Hii kufunguliwa mbingu na zikawa ziko kwenye milango matundu, litatokea tukio hili kabla ya watu kufufuliwa.
maana ni katika wakati ambao Allah atafanya ile severe universal destruction. Likishapulizwa baragumu la kwanza, lile ambalo Allah amesema wanufikha fi suri fasa'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa man shaa Allah, litapulizwa baragumu. Hiyo inaitwa nafkhatul fazai. Watakufa wote viumbe walioko mbinguni na wote waliopo ardhini, ila wale ambao Allah atataka kwa pulizo hili wasife. Wana dhamana zao bado wanahitaji kuzifanyia kazi, na hawa ni malaika. Wakati huo mbingu zitakuwepo, ardhi itakuwepo, na yatakuwepo yale yaliyopo baina ya mbingu na ardhi, lakini viumbe watakufa. Baada ya hapo hakuna tena viumbe juu ya ardhi, na hawa waliosema Allah man shaa Allah nao wana siku yao watakufa. Ndipo yatatokea haya mengine ya mbingu ardhi kutetemeka, mbingu kupasuka pasuka, nyota kuondoka kwenye location zake, zikagongana gongana, zikawaka moto huko juu, mbingu ikabadilika rangi, ikawa rangi ya wardi, kama ilivyozungumzwa kwenye Suratul Rahmani. Ni zoezi litakalochukua muda mrefu mpaka Allah atakuwa kabomoa kila kitu kilichoumbwa, pawe hapana kitu, abakie mwenyewe tu, kama alivyosema kullu shay'in halikun illa wajhahu. Kila kitu mnachokiona hapa ulimwenguni, kilichoko kwenye elimu yenu na vile ambavyo hamna elimu navyo, hamvijui, vyote vilivyopo sasa vimeumbwa kwa muda, na kila kimoja muda wake ukisha kitatoweka. Kullu man alaiha fanin, kila kilichopo ulimwenguni sasa hivi ni chenye kutoweka, kina umri wake na utaisha. Wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, atabakia Mola wako na dhati yake ambaye yeye ndo mwenye utukufu na cheo cha juu na heshima. Kwa hiyo haya mambo mengine ya kubomolewa vitu vikubwa vikubwa, mbingu, ardhi, milima, yatafanyika binadamu wameshafariki zamani. Lakini sisi tunapewa wasifu wa yale yatakayojiri wakati kitakapofanyika kitendo hicho cha kuubomoa huu ulimwengu. Miongoni mwa mambo yatakayotokea, wafutihati samau, mbingu ambazo tumezoea sasa hivi kuziona ziko safi, hazina kasoro, kuna siku itakuja nazo zitapasuka pasuka au zitachanika chanika. Fakanat abwaba, zionekane zina matobo kama milango. Sasa hivi Allah kasema katika Suratul Mulk, farji'il basara hal tara min futur, hebu peleka jicho lako mbinguni mara mbili mbili, utafute kasoro. Je, unapata angalau siku moja ukaona kuna ufa sehemu? Thumma rji'il basara karrataini, na usiangalie mara moja, rejesha macho yako mbinguni mara kwa mara, utafute kasoro, dosari. Yanqalibu ilaika albasaru khasian wa huwa hasir, jicho lako litakurudia mwenyewe likiwa limechoka na halikuweza kuvumbua kasoro ila dosari yoyote. Kwa hiyo zina umri mrefu mbingu, lakini mpaka leo hazijabomoka. Lakini siku akitaka Allah ni jambo dogo tu, tena rahisi, atazibomoa zote. Sasa ujue hilo zoezi litakuwa sio la kawaida, linatisha. Mpaka mbingu kupasuka pasuka sio jambo jepesi. Wafutihati samau fakanat abwaba, yani tashaqqaqati samau, mbingu zitachanika chanika. Min kulli janibin, kila upande utakapoangalia mbingu utaziona mbovu, zimechanika. Umri wake hapo utakuwa umeisha, zinatakiwa nazo zitoweke. Min kulli janibin, zitachanika mbingu kila upande utakapoangalia. Hatta kana fiha sudu'un wa futuhun,
mpaka kuonekanwe kwenye mbingu kuna nyufa na sehemu zilizo wazi zimefunguka, kal abwabi, kama milango. Kama kuna atakayekuwepo hapa chini akiangalia juu, ataziona mbingu zimepasuka pasuka na zina sehemu za wazi kama milango. Kal abwabi fil jidrani, kama milango iliyotolewa kwenye kuta. Panajengwa ukuta mkubwa kama msikiti wetu, lakini kuna sehemu tunaona zimetolewa milango. Kwa hiyo na mbinguni nako kutafanyika kitu kama hicho. Min hauli dhalika alyaumi, mipasuko hiyo itatokana na kitisho cha siku hiyo. Zoezi la kuidestroy dunia litakuwa sio la kawaida, kubwa, linatisha. Kakaulihi taala, maneno haya ni sawa na maneno yake Allah mtukufu aliyosema, idha samaun shaqqat, siku mbingu zitakapofanya shuquq, zitakavopasuka. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat, na zikipasuka zitasikiliza kwa Mola wake. Zinaambiwaje? Na zitatii. Na ni haki yake mbingu ziwe zina tabia ya kusikiliza zitakavyopangiwa. Wa ubira bil madi, na imezingatiwa maelezo ya kupasuka kwa mbingu kwa kitenzi kilichopita. Idha samaun shaqqat, mbingu zitakapopasuka. Au hapa imesemwa wafutihati samau fakanat abwaba, mbingu zimefunguliwa. Futihat, kitenzi kilichopita, kuwasilisha maneno kwa kitenzi kilichopita. Litahqiqi alwuqu'i, kilugha hii maana yake ilo suala halina mjadala, hivi ndivyo litakavyokuwa. Kama Allah anavyosema kwa mfano, alkibriyau ridai, kibri ni kama nguo yangu ya juu. Wal azamatu izari, na ukubwa au uheshimiwa ni kama nguo yangu ya chini. Faman naza'ani wahidan minhuma, yoyote kati yenu atakayeninyang'anya moja kati ya hizo nguo zangu mbili, akajivalisha sifa ya kibri wakati hapaswi kuwa na kibri, au akajivalisha sifa ya adhama wakati yeye sio adhim, qadhaftuhu fi nnari, atakayefanya hivyo huyo nimeshamtupa motoni tayari. Kasema qadhaftuhu wakati bado yuko hai, anadunda hapa. Lakini ikisemwa kitu kitakachokuja baadaye kwa kitenzi kilichopita, maana yake huwa litahqiqi alwuqu'i, hili jambo halina mjadala, hivi ndivyo itakavyokuwa. Mkiamini ndo hivyo, msipoamini ndo hivyo. Mkijiandaa ndo hivyo, hata msipojiandaa potelea mbali, lakini hivyo ndivyo itakavyokuwa. Futihati samau ni kama kusema mbingu zimefunguliwa lakini bado hazijafunguliwa. Mbingu zimepasuliwa lakini bado hazijapasuliwa. Maana yake hili suala limeshaamuliwa, hivyo ndivyo itakavyokuwa. Wasuyiratil jibalu, na nyingine hiyo vile vile iko kwenye sigha ya madhi. Wasuyiratil jibalu, na milima nayo itaendeshwa milima. Fakanat saraba, itakuwa kama mangati. Kuna aya nyingine inayotafsiri hivi, iko katika suratu Namli. Allah amesema, wataral jibala tahsabuha jamidatan, siku ya kiyama utaiona milima kama umeizoea, utaona kwa sura yake ile ile. Mtu aliyezoea kupanda mlima Meru, mlima Kilimanjaro, na kazoea kuutazama kwa mbali, akiwa angani, akiwa chini, akiwa sehemu za miinuko, anaujua shepu yake.
Kwa hiyo siku ya Kiyama ule mlima unang'oka pale na utakuwa unatembea angani kama yanavyoenda mawingu. Kwa hiyo inawezekana ukaonekanwa maeneo ya mbali, Asia huko, Ulaya, Marekani, wanaojua wakasema huu si mlima Kilimanjaro, huu wa Kenya na Tanzania ndo wenyewe huu. Tahsabuha jamidatan, utadhani ndo wenyewe mlima wenyewe huu wa Kilimanjaro, lakini wahiya tamurru marra sahabi, unatembea angani kama yanavyotembea mawingu haya ya mvua. Umeng'oka juu ya ardhi mlima na uzito wake, halafu unakuwa unatembea angani, kuonyesha tukio la Kiyama sio la kawaida. Ai, maana yake wanusifatil jibalu, itang'olewa milima, wa quli'at min amkaniha, iondoshwe kwenye makazi yake, kwenye nafasi zake. Pale ulipozoea kuonekanwa unaondoka kabisa, haukai pale. Hata asbaha yukhayyalu ila nadhiri, mpaka mlima ule utakuwa unaonekana kwa atakayeutazama. Lakini tunasema matokeo haya yakitokea binadamu hawapo tena, lakini utakuwa unaonekanwa kwa anayeutazama. Annaha shay'un, kama ni mlima kweli ataona ni kitu mlima. Walaisat bishay'in, lakini hautokuwa mlima, si mlima. Utakuwa una shepu ya mlima, ukubwa wake ule ule, lakini hautokuwa mlima. Itakuwa habaan kal'ihni almanfush, ni kama sufi kavu, tena imetolewa kokwa ndani. Kwa hiyo imebaki sufi tupu kavu, haiwezi kukaa mahala panapovuma upepo, lazima itapeperuka tu. Kwa hiyo utaonekanwa kama mlima na sura yake, lakini sio mlima. Kasarabi, utakuwa ni kama mangati, sura ya mlima. Sarabi siku za jua kali kama hizi, ukitembea kwenye ardhi tambarare au barabara iliyonyooka, jua kali linawaka, ukitizama mbali unaona kama shepu ya maji maji hivi, dimbwi la maji. Ile ndo sarabi. Ukifika pale pakavu, hakuna maji yoyote, vumbi linaruka. Kwa hiyo na mlima watauona watu kama mlima, kama wangelikuwepo, lakini sio mlima. Hauna uzito ule wa awali ambao ulikuwa umekitishwa juu ya ardhi kuizuia ardhi isiumbe. Kasarabi, utaonekana ni kama kivuli tu cha mlima. Yadhunuhu arrai maun, sarabi mwenye kuiona huwa anadhania ni maji. Walaisa bimain, lakini sio maji, hakuna hata chembe ya maji. Mangati mtu kwa mbali huona kama maji, lakini hakuna hata chembe ya maji. Na siku hiyo utaonekana mlima, lakini sio wenyewe mlima. Qala Tabariyu, amesema Tabari, saratil jibalu ba'da nasfiha, milima itakuwa baada ya kung'olewa juu ya ardhi, habaan mumbatha, ni kama vumbi tu linalopeperuka na upepo. Ni mlima lakini unang'olewa juu ya ardhi, halafu unapoteza ile sifa ya kuwa mlima, inakuwa habaan mumbatha, kama vumbi tu linalopeperuka, lakini linapeperuka na shepu yake ile ile ya mlima. Liaini nadhiri, itakuwa shepu iko vile vile kwenye jicho la mtazamaji, lakini uzito na vitu vingine itakuwa umeondoka. Watatarakabu nuzalauha alkufaru, mlima huu
ambao unaonekana kama mlima utakuwa unawafuatilia wale watu wake ambao ni makafiri. Makafiri walikuwa wanakataa kata duniani, hakuna kiyama, hakuna chochote, tunatishana. Sasa siku yakitokea hayo mambo, watathibitisha watakaoona kwamba ni kweli tulichoambiwa sahihi. Mtu anakataa hakuna kufufuliwa, lakini atakuja kujikuta baada ya matokeo haya kafufuliwa. Sasa si fedheha hiyo? Mtu anakataa hakuna adhabu, si kweli, uongo, Mungu hawezi kumwadhibu kiumbe tena kwenye moto. Atasurvive vipi kwenye moto? Atajikuta kafufuliwa na anasomewa makosa yake aliyoyafanya, na anaambiwa hukumu yako, unaingia humu motoni. Kwa hiyo na matokeo kama haya yatatokea, mengine watu hawapo, lakini yatakuja mengine baada ya watu kurejeshwa wakawa wapo. Itakuwa ni uthibitisho wa kile ambacho walikipinga kwa kauli pana, walitembea kifua mbele, wakasema si kweli, tunadanganyana. Kama yatarasadu linsanu wa yatarakabu aduwahu, mlima utakuwa unafuatilia maasimu zake makafiri, kama vile mwanadamu anavyokuwa akamfuatilia adui yake. Kusikia huyu sniper kakaa sehemu anachunguza vitu upande wa pili, masafa ya mbali, anaona yanayojiri, lakini wanaochunguzwa hawajui. Kwa hiyo hapa sasa hivi viumbe vyote havina purukushani, lakini siku vitakapoamrishwa vifanye purukushani, vitafanya purukushani zake. Kwa hiyo mlima ni kiumbe kisicho na uhai, hakiongei, lakini Allah anaweza akakiamrisha kifanye chochote siku akitaka kifanye hivyo. Kwa hiyo mlima utakuwa unaenda maeneo kama hayo, utakuwa unaonekana kwenye maeneo ambayo watu walikuwa wanakataa kila kitu, ili watu wa maeneo hayo waone kile ambacho walikuwa wanakipinga. Kama vile binadamu anavyofuatilia nyendo za adui yake wanayepambana kivita, liyakhudhahu ala hinin gharratin, anamfuatilia kwa mbali kujua ana silaha gani, idadi yao wako wangapi, kwani wana formation ipi ya kimapigano, ili atakapoanza kushambuliana naye ajue ninaanza vipi na nitatumia mimi mbinu gani.